Usiingie kwenye sala kama hujaabudu. Tabia ya mwanasala ni lazima uwe mnyenyekevu. Kama nafsini mwako hakuna unyenyekevu, hata watu wakija kwenye maombezi hutapata matokeo. Saa ya kuomba, watu wanaweza kukatia tamaa. Kuna saa nyingine unaomba kwenye sala yako ni kama mtu uliyefungua macho, unaona kitu fulani ningekipata, lakini katika saa ya kutimiza mapenzi ya Mungu anaweza kukwambia kwamba sikupi. Jikubali vile ulivyo, ndivyo Mungu alivyotaka mapenzi yake. Kuna saa nyingine unatamani uwe kama fulani, lakini mapenzi ya Mungu amekupa hivyo ulivyo ni kwa sababu ya mapenzi yake. Kuna vitu vingine kwenye maisha Mungu akikupa unaweza kuondoka mapema duniani. Kubali ya kwamba kuna aina fulani ya maisha sio ya lazima kwenye maisha yako. Kuna vitu vingine kwenye maisha ambavyo sio muhimu. Achilia hivyo vitu ili usonge mbele kwenye maisha yako. Jitahidi sana kutokuweka vitu moyoni kama unataka kusali na Mungu akusaidie kwenye sala zako. Mungu mwaminifu, Baba yetu wa mbinguni, tunakuja kwako tukiomba rehema zako na uaminifu wako. Tupo kwenye kipindi cha kuona upendo wako kwetu ulipoamua kujitoa mwenye msalabani kwa ajili yetu. Tutakuwa na majuma haya ya kutafakari neema hii na upendo huu kwa kukaa pamoja kila Jumatano na kutafuta uso wako. Sema nasi Mungu kupitia neno lako, kupitia kinywa cha mtumwa wako na mjakazi wako, na mimi niko tayari Bwana kutumika kwa ajili ya utukufu wako. Nimeomba haya Baba katika jina lake Yesu Kristo Mwokozi wetu, amen. Naomba tuketi. Nilikuwa nimeguswa sana leo na huu wimbo 259, Yesu ni rafiki yetu. Nilisema nisimalize siku ya leo kabla sijaimba pamoja nanyi. Yesu ni rafiki yetu akaaye mbinguni, hutuombea kwa Baba na kutupatanisha. Naomba kama hutajali tuimbe kwa pamoja. Yesu ni rafiki yetu akaaye mbinguni, hutuombea kwa Baba na kutupatanisha. Lakini twajikosesha, twajitwika mabaya, tusipomtafuta yeye na kuomba kwa kweli. Lile fungu la 4, urafiki haukomi kwa hao wampendezao. Kwa hiyo na tujikaze kumpenda Bwana Yesu. Bwana Yesu ndiye mfalme awashindaye wote mikiao, atawavika taji. Somo letu linahusu maombi na tunaongozwa na Yohana Mtakatifu sura 15 mstari wa 16. Somo letu linahusu maombi na tunaongozwa na Yohana 15 mstari wa 16. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliochagua ninyi, nami nikaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mwombalo Baba kwa jina langu awapeni. Amen. Jumatano iliyopita tulianza somo hili la maombi na tuliona kwa ule utangulizi maombi ni nini, lakini pia nilianza kugusia katika maombi kumefungwa mambo kadha, ikiwa ni pamoja na sala.
ikiwa ni pamoja na dua, ikiwa ni pamoja na maombi yenyewe, ikiwa ni pamoja na maombezi na shukurani. Na nilisema leo natamani nizungumze kuhusu sala. Unasikia mtu anasema tukasali. Sala ni nini? Na kwa sababu hiyo, sala ni sehemu ya maombi. Sala ni sehemu ya maombi, lakini sala ni maombi yanayohusu au yanayokuhusu wewe mwenyewe binafsi. Unaposema ninafanya sala, tafsiri yake ninafanya kitu chenye kujenga uhusiano na Mungu, lakini ni mimi binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Katika sala, Yesu ni kielelezo chetu. Aliomba yeye mwenyewe binafsi. Na hii tunaweza kuiangalia katika Mathayo mtakatifu sura ile ya 14 mstari wa 23. Mathayo, injili ya Mathayo mtakatifu sura ile ya 14 na mstari ule wa 23. Biblia inasema hivi, Mathayo mlango 14 mstari wa 23. Biblia inasema hivi: naye alipokwisha kuwaaga makutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwako huko peke yake. Sala au tunaposema maombi ya sala ni maombi ya kwako mwenyewe binafsi. Sala haihusiani na watu wengine. Unaweza ukafanya sala ukiwa uko peke yako, na mara zote sala inakuhusu wewe. Kwa hiyo huna sababu ya kuambia watu wengine twendeni tukasali, au ukiwaambia watu wengine twendeni tukasali, ina maana kwamba kila mtu atakuwa na namna yake. Na hapa niseme mambo machache. Maombi ya sala yanafundishwa vizuri sana na Bwana Yesu mwenyewe, na nilijaribu kutazama maeneo mengi, lakini nikasema kwamba nitawapeleka mbali, nichukue mambo machache ambayo ukiondoka yanaweza kukusaidia juu ya Yesu mwenyewe kuwa kielelezo. Katika Mathayo mtakatifu sura ile ya 6 mstari wa 6, Biblia imeandika hivi. Mathayo 6 mstari wa 6, Mathayo 6:6. Biblia inasema hivi: bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukisha kufunga mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Bado nasisitiza, sala ni ya kwako, ni ya kwako binafsi. Sala haimuhusu mtu mwingine, ni la kwangu binafsi. Na kwenye sala kuna mambo ya muhimu mno, Kuna vitu vingine katika maisha ya mwanadamu huwezi ukamwambia mtu mwingine yoyote, ni vya kwako binafsi. Kuna vitu katika maisha ya duniani mpaka unaondoka kaburini vinakuwa ni vya kwako binafsi, huwezi ukamwambia mtu mwingine. Na hivyo ndivyo ambavyo tunatakiwa tuviingize kwenye sala. Mwingine ukimweleza hata kuelewa, na mwingine ukimweleza hata fahamu, kwa sababu ni vya kwako binafsi. Na Yesu anatufundisha, Yesu anafundisha wanafunzi wake juu ya sala ambayo inaitwa sala ya Bwana, ambayo ina mambo makuu 6. Na katika yale mambo makuu 6, mambo matatu yanahusu juu ya Mungu na wewe. Mambo matatu ya kwanza yanahusu juu ya Mungu na wewe, na mambo matatu yanayofuata yanahusu wewe na dunia. Hii inaitwa sala ya Bwana. Kwa hiyo tunapoingia kwenye sala ya Bwana, tuna maombi hayo 6, ambayo matatu ni wewe na Mungu wako, na matatu ni wewe na ulimwengu unaoishi. Katika Mathayo sura ya 6 mstari wa 9, pale kuna maneno mengi. Pamoja na maneno hayo, kuna neno limeitwa Baba yetu uliye mbinguni.
Hii ni sehemu ya sala ya Bwana. Maneno haya yanahusiana na kuabudu. Usiingie kwenye sala kama hujaabudu. Kuabudu ni nini? Kuabudu ni kuona uweza, kuabudu ni kuona mamlaka, kuabudu ni kuona ukuu alionao Mungu. Na kwa sababu hiyo unapoingia kwenye sala unaanza na kuabudu. Unaweza ukatumia maneno ya kwako mwenyewe. Haya maneno yanamaanisha ibada. Anayeabudiwa ni Mungu. Kwa hiyo sala ya kwako ianze na kumwabudu unayempelekea maombi. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Baba aliye mbinguni ni Baba mwenye mamlaka. Baba aliye mbinguni ni Baba mwenye uweza. Baba aliye mbinguni ni Baba ninayemtumainia. Na kwa sababu hiyo nikiingia kwake naingia katika ibada. Maana hii nikiingia kwenye sala, mimi mwenyewe naingia kwenye ibada ya sala, kwa maana ninamwabudu ninayemwomba. Ukimwabudu unayemwomba ni kuonyesha ya kwamba huyo anayemwomba ana haki, ana hadhi ya kimungu. Ibada inafanyika kwa Mungu peke yake. Ukisikia mtu nimeenda kuabudu, maana yake ana Mungu anayekwenda kumwabudu. Kwa tunapoanza na sala lazima tuanze na kumwona yule tunayempelekea sala ni mwenye mamlaka, ni aliyeniumba. Ninamwabudu kwa sababu uweza wake unapita akili zangu. Ninakwenda kwenye sala nikitanguliza ibada. Ndio maana Jumapili tunapokuja tunasema kwamba wengine utasikia wanasema tunaenda kusali. Tunaenda kanisani kwenda kufanya nini? Tunaenda kanisani kwenda kusali. Anamaanisha kwamba anakwenda kufanya ibada ya aliye juu, ya mwenye mamlaka, ya mwenye uwezo. Huyo ninakwenda kumwabudu, ninampelekea mahitaji yangu kwa sababu yeye anapasa kupokea ibada. Yeye aliniumba, yeye alinifanya hivi nilivyo, ninamwabudu. Tunaanza na maneno haya, na huyu mwandishi akatuambia kupitia sala Bwana Yesu mwenyewe, anasema Baba yetu uliye mbinguni. Kitendo hiki ni cha kumfanya Mungu yuko juu ya uwezo wako. Tukisema mbinguni, watu wa Mungu, tunamaanisha ni mamlaka iliyotuzidi uwezo, yenye ukuu, mamlaka ambayo ndani yake hatuwezi kuifikia sisi wenyewe. Mamlaka inayotupa pumzi, mamlaka inayotupa usingizi, mamlaka inayotupa afya. Mamlaka hii ni mamlaka ya Baba aliye mbinguni. Tunaposema mbinguni, hatumaanishi ni kaeneo fulani, ila mbinguni ni enzi, mbinguni ni uweza, mbinguni ni kwenye nafasi ya Mungu. Hapo panaitwa mbinguni. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, pia katika Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 anasema jina lako litukuzwe. Hii inamaanisha ukuu wa Mungu. Maneno haya yanamaanisha unyenyekevu. Tabia ya mwanasala ni lazima uwe mnyenyekevu. Tabia ya mwanasala ni lazima ujue ya kwamba unakwenda kukutana na Baba. Haya ni maombi matatu ambayo yanajenga nafasi ya Mungu kwenye sala, na haya yanajengwa na unyenyekevu. Muombaji mwenye sala ni lazima ujifundishe kwenye kusali unyenyekevu, na maneno ya unyenyekevu anasema jina lako litukuzwe. Jina la Mungu likitukuzwa, jina la Mungu likiinuliwa, maana hakuna jina tulilopewa chini ya jua litupasalo kuokolewa kwalo ila kwa jina la Yesu. Kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri wa vitu vya mbinguni na vya duniani. Kwa sababu hiyo, tunapokwenda mbele ya uso wa Mungu kwenye sala ni lazima ujifundishe unyenyekevu. Kanisa, Bwana asifiwe. Unyenyekevu ni matokeo ya yale niliyosema mara kwanza, matokeo ya muabudu. Unapoabudu kunatengenezeka unyenyekevu, na ukisimama kwenye unyenyekevu utaona nafasi ya kuomba ile sala yako, utaona nafasi ya kusema juu ya sala yako. Unyenyekevu. Kuna muombaji mmoja akaniambia, ninaomba mesipokei, ninaomba mesipokei, naona sina sababu ya kuomba tena. Halafu kuna watu waombi wanapokea, kuna watu hawaombi wanapokea.
Kwa nini mimi niendelee kuomba? Halafu akapata ugonjwa, akaita watu, naomba mniombee. Kama nafsini mwako hakuna unyenyekevu, hata watu wakikuja kwenye maombezi hutapata matokeo. Lakini kama ndani yako kuna unyenyekevu, una nafasi kubwa ya kusimama kwenye maombi. Tungekuwa na muda ningewapeleka maskini, kipofu, mwombaji Batimayo, mwana wa Timayo. Alisikia Yesu anapita, akapiga kelele, akasema, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Aliokuwa nao wanafunzi wake, wanafunzi wa Yesu, wakamkemea, wakamwambia nyamaza. Lakini huyu Batimayo, mwana wa Timayo, maskini, mwombaji, kipofu, alisema tena, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Rehema, rehema. Huyu mwombaji ameshuka, anaomba rehema. Yesu akasikia sauti ya maskini, mwombaji, kipofu, akasema, kuna nini? Wale waliomwambia kwamba anapiga kelele, wale walimwambia, jipe moyo, anakuita uende. Saa ya kuomba, watu wanaweza kukatisha tamaa. Ukijibiwa kwenye sala, watu wanasema kwamba tuliomba pamoja naye. Lakini saa ya sala ni saa ya kwako wewe. Wewe ndio unayebeba jukumu, wewe ndio unayebeba uzito. Nilikuwa najipitisha, najaribu kuangalia huyu maskini, mwombaji, kipofu Batimayo alipokuwa anaomba. Yesu anajua Batimayo ni kipofu, Batimayo anataka kuona, lakini alimuuliza, unataka nikufanyie nini? Kwenye sala ukiwa mnyenyekevu ni lazima upangilie unataka nini kwa Mungu. Batimayo alipokuwa anaulizwa swali lile, angeweza kusema nahitaji fedha, kwa sababu alikuwa mwombaji. Batimayo angesema nahitaji wazazi, nahitaji watu wa kunitunza, kwa sababu alikuwa na mahitaji mengi. Lakini Batimayo alitambua, alijua ya kwamba anataka kuona. Akamwambia, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Kwenye rehema kuna uzima wa macho, kwenye rehema kuna kuinuliwa watu. Sentensi yangu hii inamaanisha muombaji lazima uwe na unyenyekevu. Jambo la tatu katika sehemu hii, Mathayo sura ya 6 mstari wa 10, pamoja na maneno mengi inasema ufalme wako uje. Hii inamaanisha katika maisha yako unahitaji ulinzi. Usalama wako haupo mikononi mwako, usalama wako uko mikononi mwa Mungu. Hii inamaanisha unahitaji ulinzi. Na sana hii inasema ufalme wako uje. Ufalme maana yake ni dola, ufalme maana yake ni mamlaka, ufalme maana yake ni uweza. Uje. Mimi mwenyewe siwezi, nahitaji nguvu zako, nahitaji malaika wako, nahitaji ulinzi wako. Ufalme wako uje. Ukija ufalme utanilinda. Ukija ufalme nitahitaji kupata vile ninavyohitaji. Ukija ufalme nitainuliwa. Ufalme wako uje. Ukija ufalme utakuja na jeshi. Ukija ufalme utakuja na gwaride. Ukija ufalme utakuja na tarumbeta. Ufalme hauji kimya kimya, ufalme unakuja kwa nguvu. Kama kuna watu ambao walikuonea, ufalme ukishuka, waliokuonea wataona umeinuliwa. Ufalme ukija, waliokunyanyasa wataona kwamba una nguvu ya kusaidia. Ufalme ukija, hutabakia hivyo ulivyo. Segerea Bwana asifiwe. Segerea Bwana asifiwe. Mara zote nimekuwa nikiwaambia, na leo nilipokuwa najiandaa nikakumbuka tena, nikakumbuka kakaangu yule ambaye tulimzika mwaka jana, yeye alipokuwa naishi na mimi. Nilikuwa nacheza mpira sana wa miguu, lakini nilikuwa niko peke yangu. Hii nimeshasema mara nyingi, lakini nitasema tena leo. Sasa nilipokuwa nacheza mpira, tukimaliza mpira maeneo ya Mnazi Mmoja, tunarudi Kariakoo. Hapa katikati kulikuwa na mahali panaitwa Kichangachui. Siku hizi hilo jina limeshakufa. Kwa hiyo tukifika pale tunapigana pale, lazima tupigane. Hatuchokozwi, lakini tunapigana wenyewe kuonyeshana nani mwenye nguvu. Na tukifika pale wanatengeneza mstari, wanakutenganisha, weka huku na weka huku. Halafu anatokea mtu mmoja anatafuta mchanga, anasema puta mchanga. Ukiputa anasema nilipe ng'ombe wangu. Watoto wa siku hizi hawajui hiyo, lazima uwe na umri uliosogea. Sasa tunaanza kupigana, na tunaanza kupigana pale.
Sasa kila mtu na kakake. Ukipigwa kakako anafurahia, ukimpiga mtu kakako anafurahia. Sasa mimi nikawa sina kaka mkubwa tunakwenda naye kwenye mchezo, kwa nikawa niko peke yangu na nacheza sana mpira. Kwa nikifunga goli, nikirudi pale golikipa kakufunga mangapi leo? 3. Unaweka mstari, wakiweka mstari kaa upande huko. Mimi ndio kila siku. Sasa wakiweka mstari ule, puta mchanga, wanaputa mchanga. Sasa ninapigwa, nikisema kwamba na mimi nampiga mtu, wananikamata wale makaka. Lazima siku hiyo nipigwe, na sharti kwamba ukipigwa usiende kusema nyumbani. Ukienda kusema nyumbani, kesho hatuchezi na wewe. Kwa hiyo kirudi nyumbani, tafuta lugha ya kusema. Kama mpira ulikupiga jichoni, umerudi na jicho limevimba, utasema wewe mwenyewe. Sasa ikiwa maisha ni yale, na mimi napenda mpira, sasa nilikuwa nikifanya kwamba nikimaliza mpira mimi ninakimbia na wahi nyumbani, kwa sababu nilikuwa napigwa mpaka na watoto wenye umri mdogo kuliko mimi. Na nikisema kwamba nataka kupigana, kaka zao wananikamata, kwa lazima atanipiga tu. Sasa nikitaka usalama wangu, nikimaliza kucheza mpira nakimbia. Nikikimbia wananifukuza watoto wadogo, uya. Na sisimami mpaka nyumbani. Sasa kaka akafunga, alipata likizo, akarudi nyumbani. Kule nyumbani kaka nikamwambia, leo twende bana, nacheza mpira sana kaka. Sasa twende, tukaenda kule, yeye akakaa pembeni. Siku hiyo nilicheza mpira kuliko siku zote nakumbuka. Nimemaliza kucheza mpira, tukarudi, wanasema leo lazima tu, leo lazima. Tumefika pale, akasema vua shati. Hiyo kuvua shati ni lazima, ili usije ukachafuka sana nyumbani wakakuuliza. Ndio ilikuwa sababu ya kuvua mashati. Ambao kupitia huko shauri yenu. Nikavua shati. Kaka letu akaleka golikipa. Kwa hiyo golikipa nikaanza kupigana naye. Kupigana naye nikamwangusha chini. Kumwangusha chini nikampiga kaka yake, akaja. Kuja kaka yake akaninua. Na mimi kaka katokea, we mwache. Nilipiga siku ile. Yupo kaka. Na kaka anasema mwache. Hapa kiongea mtu na mimi naingilia. Na kaka alikuwa ni mkubwa kuliko wale wengine. Nikapiga siku hiyo, nikapiga, tukaondoka nyumbani na kaka. Kaka nishikia shati. Tukafika nyumbani, nasema sasa ndio michezo gani ile? Si uache, nasema kesho kaka twende tena. Tukaenda tena, likizo kaka ikamalizika. Kaka kaondoka, likizo imemalizika. Sasa narudije kule? Ukiwa na kaka mwenye nguvu, unaweza kufanya vituko vyovyote, kwa sababu kaka mwenye nguvu yuko pamoja nawe. Na hapa nataka nikuonyeshe Mungu ni mwenye nguvu. Unaweza kufanya jambo lolote kwa sababu kuna Mungu mwenye nguvu. Unaweza kujivunia kwa sababu Mungu mwenye nguvu. Umeteswa, umenyanyasika, umepigika kwa sababu ulikuwa huna Mungu mwenye nguvu. Lakini hapa nakwambia ufalme wako uje. Mungu mwenye nguvu njoo. Nahitaji msaada. Mimi binafsi siwezi. Mungu mwenye nguvu sogea karibu nami. Ni kama kaka yangu. Hakutakuwa na kitu kitakachokupiga kwa sababu Mungu mwenye nguvu yupo. Sehemu ya pili ni sehemu ya ambayo nimezungumza, ina mambo mengine matatu. Sehemu hii inaanzia mstari wa Mathayo 6 mstari wa 10. Inaanza na mapenzi yako yatimizwe. Mapenzi ya Mungu ni uweza wake. Mapenzi ya Mungu ni kuonyesha kuwa hatupo duniani kwa matakwa yetu. Na mtu wa Mungu, chochote kinachotokea katika maisha haya kimeratibiwa na Mungu. Mapenzi ya Mungu, mapenzi ya Mungu sio kitu rahisi. Anapotimiza mapenzi yake, yeye anaweza akajivuna kwa mapenzi yake, kwako kukawa ni shida. Kuna saa nyingine unaomba unataka. Kuna saa nyingine unaomba kwenye sala yako ni kama mtu aliyefungua macho. Unaona kitu fulani ningekipata. Lakini katika saa ya kutimiza mapenzi ya Mungu anaweza kukwambia kwamba sikupi, na bado yakawa ni mapenzi ya Mungu. Kanisa, Bwana asifiwe. Mungu ametusaidia. Najaribu kuona baadhi ya watu wangekuwa wamepata elimu ya kutosha,
yani angesoma akawa na PhD akawa daktari, halafu tukawa tunasali naye hapa kanisani, na kuambia wengine wangepewa PhD wasingekuja ibadani. Mapenzi ya Mungu acha yatimizwe, ubakie hivyo hivyo bwana. Na hata ukisoma Mungu anasema usifaulu, unasapu kila wakati, acha Mungu akusaidie. Yaani kuna watu ambao Mungu angewapa, nakwambia tusingekaa kabisa. Kwa hiyo mapenzi ya Mungu kukunyima hicho, asante Mungu, na sisi wengine tunapumua. Najaribu kuona mpangaji ameenda kupanga tu katika nyumba, mwenye nyumba anamwambia punguza sauti ya redio, anasema nimekaa hapa kwa sababu ya kodi yangu. Huyu mtu angepata nyumba yake ingekuwaje? Mungu akujalie ubakie katika nyumba ya kupanga. una kisimu chako cha Tekno, kisimu chenyewe kimeshachakaa, Tekno yenyewe kampuni sijui ishafilisika. Hicho kila wakati ukitaka kuongea unatoka unakaa pembeni. Halo, ungekuwa wewe na iPhone tungefanyaje? Acha Mungu afanye hivyo hivyo. Mungu amekupa unesi, we nesi ubaki hapo hapo. Kuchoma tu sindano unasema kwamba subiri kwanza nimalize mishikaki yangu. Kuchoma sindano ya masaa. Mungu angekupa daktari tungefanyaje? Mapenzi ya Mungu acha yatimizwe. Jikubali vile ulivyo, ndivyo Mungu alivyotaka mapenzi yake. Jikubali vile ulivyo kwa sababu Mungu ndiye ametaka uwe hivyo. Kuna saa nyingine unatamani uwe kama fulani, lakini mapenzi ya Mungu amekupa hivyo ulivyo ni kwa sababu ya mapenzi yake. Na lazima uyaheshimu mapenzi ya Mungu. Kuna vitu vingine kwenye maisha Mungu akikupa unaweza kuondoka mapema duniani, na kuna vitu vingine kwenye maisha usiombe kabisa, na hata watu wakitaka kukupa waambie kwamba asante, Mungu awabariki. Kubali ya kwamba kuna aina fulani ya maisha sio lazima kwenye maisha yako, kulingana na mazingira, kulingana na mahali ulipoishi. Kubali kuna vitu vingine kwenye maisha vikupite, kwa sababu hivyo navyo pia ni mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, mimi namuona Mungu maishani mwangu, na mapenzi ya Mungu yametimizwa kwangu. Sasa mimi nizungumze pande zote mbili. Hivi baba nani, kwa kweli wewe mwenyewe jifikirie, Mungu amekusaidia sana. Hivi ungempata mke ambaye anasema, hivi ungekuwaje baba nani? Bahati nzuri Mungu akupa mke mkimya, kila ukisema unaweza kanyamaza. Wewe unamwona mjinga na saa nyingine unasema nitakupiga, kanyamaza kimya yule mwanamke. Wewe ungepewa mwanamke nipige nikupige. Mungu akusaidie baba nani. Mama nani, mshukuru mume uliopewa na Mungu. Mume ambaye utakimwambia kanyamaza kimya, una heri kabisa. Ungepewa mume wewe ambaye akisema nao nasema, akiwasha nao nawasha. Mama nani, saizi wewe ungekuwa na majeraha mwili mzima kwa mdomo wako uliokuwa nao. Mungu kakupa sawa sawa na mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Mapenzi yako atimizwe. Jambo la 5, sura hii inasema inabeba mahitaji katika sura ya 6 mstari wa 11. Hii utupe leo riziki yetu. Hii inabeba mahitaji yako ya siku kwa siku. Haya ni mahitaji yako binafsi kama ilivyo kwa Wafilipi sura ya 4 mstari wa 19. Hii Wafilipi 4:19 ninaisoma. Wafilipi sura ile ya 4 mstari ule wa 19. Hii naisoma, nilisema hii siiachi. Na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Narudia, na Mungu wangu atawajazeni kila mnachohitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo. Utupe leo riziki yetu. Saa nyingine napita barabarani nawazaga kama mtu mwenye tatizo la afya ya akili, nawazaga tu. Nawazaga kwamba labda napita barabarani, napitaga pale Kariakoo, napitaga na mimi katika ile mitaa. Halafu nakuta wale watu wote wako pale Kariakoo. Halafu nawaza hivi, hao wote wanakula?
nawaza mimi tu, hao wote wanakula vyakula vinavyopikwa, hao wote wanakula vinatoka shamba gani? Nawazaga tu, lakini wote wanakula na wote wako pale. Halafu nawaza hao wote baada ya muda wanarudi kwenda kulala, wote hawa wanafika mahali wanaenda kulala. Hivi usingizi ungekuwa unauzwa, hao wote wangeweza kununua gharama ya kupata usingizi. Utupe leo riziki yetu. Mshukuru sana Mungu kwa kile unachokipata. Mshukuru sana Mungu kwa kile unachokula. Kuna wenzako wengine wanakula mara moja na mpaka kesho tena mara moja. Wenzako wengine hata hiyo mara moja hawaipati. Mshukuru Mungu kwa kile ulicho nacho. Nilifundishwa na mama yangu, sikuwa namuelewa, alipokuwa ananiambia usitupe chakula. Kutupa chakula ni vibaya, kama kimebakia chakula kiwekeni. Halafu nilikuwa najiona mama anakula kile chakula, hata kama kimebakia jana, asubuhi atakula. Halafu namwambia sasa inakuwaje mama? Anasema kutupa chakula ni vibaya. Kwa tulijifundisha nidhamu ya kutokula, ya kutokuweka chakula kingi kwenye sahani, kwa sababu kikibakia mama atakula. Kwa unakata chakula kinachokutosha. Na mama alikuwa anatuambia kama unaona kitabakia nitakula mimi. Sasa unajaribu kuona kwamba nibakishe mama kesho aje kula. Hapana, nitakata chakula saizi yangu. Ilinipa nidhamu sana katika chakula, ilinifundisha sana. Na mpaka leo najaribu kuona kuna watu ambao wanatupa chakula na wana maneno mengi. Wanasema kwanza, kipolo kimeshalala hicho, kitakuletea ugonjwa wa tumbo, kitakuletea shida. Lakini mtu anakwenda anachukua chakula kingi, halafu anakula chakula kidogo kingine anakiacha. Najifundisha kama mimi hata kwenye masherehe. Kwenye masherehe, chakula cha sherehe kinakuwa kitamu. Kwa watu wanapakua chakula kingi kuliko uwezo wao wa kawaida, halafu baadaye anakiacha kwenye sahani. Najifundisha hata wakati mwingine watu hawana mahitaji ya maji. Maji tu haya, hawana mahitaji ya maji. Atafungua maji, atapiga fundo moja, ataacha chini. Wenzako wanatafuta maji ya kisima waweke mdomoni, hawana. Wewe una chupa lile la lita 1.5, umekunywa fundo moja alafu umeliacha kwenye sherehe. Shauri yao walionunua. Utupe leo riziki yetu. Kuna saa nyingine ridhika na riziki ulizonazo. Mshukuru Mungu na riziki uliokuwa nayo, kwamba unaweza ukala na ukalala. Shukuru sana kwenye maisha. Na saa nyingine tukumbuke kule kijijini tulikotoka. Kuna baadhi ya familia kule walikuwa wanaweka samaki, wanagawana samaki, alafu wanaweka kwenye supu, ndio kila mtu analazimika kule, lakini kipande samaki wake ameshagawiwa, anao mkononi. Kuna watu wanagawana dagaa. Lakini umesahau yale yote kwa sababu umekuja mjini. Umesahau kama tulikuwa tunakula kwenye sinia moja. Umesahau kwa sababu umekuja mjini. Umesahau kama tulikuwa tunanawa katika bakuli moja, anaanza mkubwa mwisho wa mdogo. Umesahau. Leo kwa sababu umekuja mjini, huwezi tena kufanya yale. Ukipata chakula kidogo unasema nilikuwa naonja tu. Leo wala sikutaka hiki. Haina chakula cha sherehe kizuri sana. Kila kitu utaacha pale mezani, kila kitu kitaondoka pale mezani. Ndugu zangu, nataka niwaambie, tusipojifundisha vitu vidogo ambavyo Mungu anatamani tuvifanye, hatutaweza kufanya vitu vikubwa. Utupe leo riziki yetu. Ukipata neema ya kuwa na chakula na ukapata neema ya kuona kwamba hiki ni chakula ambacho nakula, mshukuru sana Mungu. Utupe leo riziki yetu. Lakini nazungumzia riziki kama mahitaji ya kila siku. Nazungumzia riziki kama vitu vinavyotuzunguka vya lazima katika maisha yetu, vinaitwa riziki. Umepata kazi,
iheshimu kazi ulionayo. Lakini kila siku bosi anasema wahi basi kazini, wahi basi kazini, halafu unawe unasema bosi naye bwana, utazani labda mimi ndio nimeajiriwa peke yangu. Lakini saa kuomba kazi ulikuwa peke yako. Jifundishe kufanya kazi, kwa sababu hapo ndiko unakopata riziki yako. Jifundishe kuipenda kazi yako. Watu wa Mungu, napita barabarani, namkuta kijana mwenye umri mdogo amebeba fuko, anaokota plastiki za maji ya kunywa, anatupa huko ndani. Anatembea kilomita 9, 10, anaokota machupa yaliyomalizika maji, anaenda kuyauza. Yale machupa yote akiuza, akifanikiwa sana, atapata shilingi 2,000. Kesho yuko tena barabarani anaokota machupa. Wewe umekaa ofisini unaidhinisha cheki, halafu unamwambia mtu subiri kesho kutwa, leo na kazi nyingi. Utupe leo riziki yetu. Kuna riziki nyingine zitakuondoka, ni kwa sababu huwajali watu wengine waliokupandisha ukafika mahali ukapewa riziki. Iheshimu sana riziki uliopewa. Tuliko tunajenga hapa, nikawa nainua macho yangu natazama, afu narudisha chini. Yule kijana alikuwa anakwenda kufanya skimming kwenye ule mnara. Nikawa nainua macho narudisha chini. Ule mnara tulijenga kwa kutumia milunda na kuigonga kwa misumari. Kule juu kuna upepo sio kwa kawaida. Yule kijana yuko kule juu anafanya skimming. Akitoka kule juu akishuka chini, kila kitu kimemalizika. Anatafuta riziki yake. Lakini wewe kuambiwa upande kule juu, wewe kuambiwa uende kule juu, umeambiwa tu kuna mtu mmoja amepata neema akafungua duka akasema uza basi hizi nguo. Yule aliyekupa nguo kuuza unamwibia. Mwenzako anakwenda kule juu anafanya skimming, anashuka apate hela kwenda kutibia mwanawe, hana bima ya afya. Wewe umepata mpaka bima ya afya, bado huheshimu hiyo kazi uliyokuwa nayo. Tunasema njoo ripoti saa 1 asubuhi. Wanasema kwamba bosi, nilikuwa na dharura. Dharura yenyewe ni nini? Jana nilikuwa nimetazama tamthilia nikachelewa kulala. Tuheshimu kazi. Kuna watu wengine wanatafuta hiyo kazi, hawana nafasi ya kupata hiyo kazi ulionayo wewe. Kuna mtu anapanda juu, sikuwepo wakati anawezeka, anaenda kuwezeka ili bati kule juu, akiteleza kutoka kule juu na ili bati. Lakini mtu anapanda, anawezeka, anashuka. Umepewa kazi ya kutunza vitu vidogo sana kwenye maisha, hata hiyo uheshimu. Utupe leo riziki yetu. Lakini ukipewa riziki unashukuru kwa kiwango gani? Hicho kipewa unashukuru kwa kiwango gani? Utupe leo riziki yetu. Ndugu zangu, afya ni riziki. Uzima uliokuwa nao ni riziki. Unaweza ukaja kanisani, ukatoka kanisani, ukarudi nyumbani, ni riziki afya yako. Si haki yako kuwa hivyo ulivyo. Umepewa riziki. Haya ni mahitaji yako binafsi. Heshimu basi kama unayapata. Yathamini basi kama unayapata. Onyesha basi kama unaona kwamba umepata kwa upendeleo. Jitahidi basi kufanya kwa ule upendeleo uliopata, kwa sababu ndio riziki yako. Wengine hawakupata riziki uliyokuwa nayo wewe. Ndugu zangu, mimi napambana kweli na hali yangu mwenyewe. Mimi nimekuwa mwinjilisti. Nilikuwa naendesha baisikeli, naenda kazini kwa baisikeli. Kutoka Chanika kwenda Mkuranga ni masaa 5 juu ya baisikeli, na kwenda Mkuranga kuanzisha kanisa la Mkuranga kwa baisikeli. Lakini kwa naweza kwenda, naweza nikarudi. Leo Mungu amenipa gari, eti siwezi kufika kwa wakati. Kama niweza kutembea na baisikeli nikafika kwa wakati na baisikeli, kwa nini nikiwa na gari nisifike kwa wakati? Na kufundisha nidhamu ya maisha.
Nidhamu ya maisha, Mungu akikuona unatakiwa kuongezewa, atakuongezea. Na usifike mahali ukaanza kuona kwamba kwa nini sipewi. Kuna vitu ambavyo Mungu akikupa, nakwambia tutakukimbia kwenye dunia hii. Jambo la mwisho, Mathayo 6:12, utusamehe. Sala inadai msamaha. Tulio wengi sala zetu hazipokelewi kwa sababu tuna makorokoro ya watu tuliowabeba tukatembea nao. Sala zetu zimekuwa ni chukizo. Sala zetu zimekosa nguvu kwa sababu sala zetu zina maadui. Sala zetu zina watu ambao hatuwatendei haki. Utusamehe makosa yetu kama sisi nasi tunavyowasamehe waliotukosea. Hebu Mkristo wa Segerea, rudi kwenye familia yako. Tazama ndugu zako unavyoishi nao, wangapi umewasamehe? Na wengine jambo lilikuwa ni dogo tu. Juzi mama wa external nikampigia simu, tukazungumza mambo fulani, afu baadaye akasema, siku hizi mchungaji unaniudhi kweli. Akasema, nakuudhi vipi mama? Ndio, siku hizi tabia yako sio nzuri. Akasema, unasemaje mama? Si uniamkii mimi, hujui kama nimekuzidi umri? Kumbe nakukwaza kwa sababu ya kutokuamkia. Nikamwambia, basi dadangu, shikamoo, marahaba, leo nimefurahi. Vitu vingine kwenye maisha sio vya lazima, lakini kama kwako ni vya lazima, vinakukwaza, mwambie basi unemkwaza, anekukwaza. Mwambie, mimi nataka amani, wewe unaniamkia. Kwani kuambia tu shikamoo itanipunguzia nini mimi? Lakini mtu anakwazika kwa sababu hakuamkiwa. Mimi nimemzidi umri, kwa nini aniamkii? Jifundishe. Kuna wakati mwingine kwenye vitu kwenye maisha sio vya lazima, usiviweke moyoni mwako, vitakupotezea nafasi ya kujibiwa maombi yako. Kuna vitu vingine kwenye maisha ambavyo sio muhimu, achilia hivyo vitu ili usonge mbele kwenye maisha yako. Utakamata vitu vidogo vidogo halafu vitakukosesha maombi. Utakamata vitu ambavyo sio vya lazima, vitakunyima nafasi ya kuomba, vitakunyima nafasi ya sala, vitakunyima nafasi ya kujibiwa. Ondoa vitu ambavyo sio vya lazima kwenye nafasi ya sala. Sala inatakiwa uwe na moyo safi. Heri wenye moyo safi, maana hawa watamwona Mungu. Jitahidi kila wakati kuwa safi. Haijalishi ya kwamba watakusema, watakukosea, acha yatoke nje. Lakini wewe uliopo ndani unapoingia kwenye sala, jitahidi sana kuondoa. Yesu Kristo anasema, kama una neno na ndugu yako, iache sadaka yako madhabahuni, kapatane kwanza na ndugu yako, ndipo urudi ukaitoe sadaka yako. Jitahidi sana kutokuweka vitu moyoni kama unataka kusali na Mungu akusaidie kwenye sala zako. Sala ni ya kwako, sio ya watu wengine. Unajibiwa nini sasa? Ndio pointi yangu. Unajibiwa nini sasa? Unavyo hivi ambavyo nimevizungumza? Unataka kwenda mbele za Mungu hivi katika maisha yako vikoje? Unapata nafasi hii na kueleza? Unasogea mbele za Mungu kwa namna hii? Unataka kufanya mabadiliko ya maisha yako ya kiroho kwenye eneo la sala? Basi fanya kuanzia hapa. Sala itakusaidia kujitengenezea wewe mwenyewe uwezo. Kabla hujaenda kupambana na vitu vingine, pambana kwanza na wewe kuwa na uhusiano na Mungu. Jenga nafasi ya Mungu kuchukua eneo lake. Jenga nafasi ya Mungu kuchukua nafasi yake. Na jifundishe haya ninayokuambia, halafu nenda kwenye sala. Kuna vitu vingine Yesu alivifanya wanafunzi wa kumwelewa. Aliwaaga waondoke, yakabakia mlimani akiwa anasali peke yake. Njiani wanafunzi wakapata msukosuko wa chombo. Halafu hawakukumbuka kumwomba Yesu, walichakalika wao wenyewe. Mpaka Yesu akaona kwamba atembee juu ya maji. Anatembea juu ya maji, wanamuona anatembea juu ya maji, anawaambia ni mimi, msiogope. Petro anasema ni wewe kweli? Kama ni wewe niamuru na mimi nije juu ya maji. Mpaka hapo Petro haoni. Yesu anamwambia njoo. Petro anaanza kutembea, anaanza kukutana na mawimbi. Petro anaanza kuona mashaka. Nisikilize vizuri. Kwenye sala ukiona shaka, kwenye sala ukiona wasiwasi,
acha sala yako. Kama Batimayo angeona mashaka, Batimayo angeona wasiwasi, labda atanirehemu, labda anirehemu, angeacha. Mbele kule tutamtazama yule mwanamke Mseforanike aliyekwenda kwa Yesu akajibiwa maneno magumu mno. Yule mwanamke alikuwa na binti yake ambaye anaumwa, mbele tutakuja kuona. Akaenda kwa Yesu akasema, naomba unirehemu, binti yangu yukufani. Yesu akamwambia, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Yule mwanamke akasema, Bwana, hata mbwa hula makombo yadondokayo mezani kwa bwana zao. Yesu akasema, nimeiona imani yako, mwanao kapona. Anataka kuona ndani una watu gani ambao unawabeba, vitu gani vinakufikirisha ambavyo havikusogezi mbele. Mungu atubariki. Nikaribishe maulizo. Wiki ijayo nitaenda kwenye dua, nitafundisha dua. Kwenye dua tutaingia ndani sana, tutaziangalia na dua za watu. Leo kwenye sala nimemwacha Kornelio, nimemwacha Petro, nimemwacha Hawa, nimemwacha Danieli kwenye sala, na ningeonyesha sala zao. Lakini kwenye dua nataka tuingie ndani, tuone dua zinavyofanywa na matokeo ya dua. Kama utakuwa na ulizo, nyosha mkono tafadhali. Kama kawaida, na hesabu 1, na hesabu 2, na hesabu 3, tunaishaga 5 na hesabu 4, nimemaliza 5. Karibuni kwa sadaka. Yesu ni rafiki yetu.